na mali kwa watu wenye ulemavu. Tunaona na tunathamini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata fursa sawa za afya, elimu, ajira na shughuli nyingine za kiuchumi, ukizingatia kwamba tuna miundombinu hafifu ambayo haifikiki, lakini pia utekelezaji duni wa sheria yetu ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Aidha, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba mashirika ya umma na ya binafsi yanatekeleza matakwa ya sheria hii ili kuondoa vikwazo kwa watu wenye ulemavu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Chakwete. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa mbunge ambalo amelileta. Na Mheshimiwa Spika, mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu, na hoja hizi ambazo Mheshimiwa mbunge amezisema zote ni hoja za kimsingi, na niipongeze serikali kwa hatua ambazo tayari imeshazichukua. Mheshimiwa Spika, tumeshaweka sheria, sera, miongozo na maelekezo kuhusu namna ya kushughulikia masuala haya na mahitaji ya lazima kwa wenzetu wenye ulemavu. Tumefanya hivyo kwenye elimu, kwanza wapate fursa sawa. Tumefanya hivyo kwenye masuala ya kifedha, kama ambavyo katika mgawanyo wa fedha kwenye kila halmashauri tumeweka na wenyewe kisheria ili kuwe na sehemu ambayo inahusu watu wenye ulemavu. Tumeweka kisheria na kisera na maelekezo kwenye kila taasisi kutengenezwa miundombinu itakayozingatia mahitaji maalum ya watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeweka pia kwenye sheria zetu kama ambavyo utakumbuka tulivyokuwa tunapitisha hapa sheria ya manunuzi, tuliweka ulazima kwenye kila zabuni zinapotolewa katika mwaka wa fedha lazima kuwe na asilimia takriban 30 ambayo itaenda kwa watu wenye ulemavu, ambalo hilo ni eneo linalolenga masuala ya kiuchumi. Hivyo na kwenye masuala ya ajira, na hivyo kwenye masuala ya mgawanyo wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia miongozo yake pamoja na masuala ya kisera na kisheria ambayo imeshayaweka ili kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelekezwa yanawanufaisha wenzetu wenye mahitaji hayo maalum. Nitoe rai pia mbali na haya ya kisheria, mbali na haya ya kisera, nitoe rai kwa kila mtumishi wa umma kwenye mashirika ya umma, ofisi za serikali, kuwa na msukumo binafsi kuwasaidia wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Nilipokuwa Iringa nilisema kwamba ndani ya serikali tumesema tubadilishe utaratibu. Mtu mwenye ulemavu wako katika ngazi. Kuna wale ambao wanahitaji mitaji ili waweze kufanya shughuli na wakajitegemea, lakini wapo ambao hawana uwezo wa kufanya hiyo kazi, wanahitaji msaada ili waweze kuendesha maisha yao. Umezoeleka utaratibu wa kuwaandikia barua ili waende kuchangisha. Tumesema tuweke kwenye sheria watu wenye uhitaji wa aina hiyo wasiandikiwe barua ya kwenda kuchangisha, badala yake halmashauri zetu, ofisi zetu zihusike kuwapa michango ili waweze kuendesha maisha yao. Na Mheshimiwa Spika, nilikuwa hata natoa rai kwamba tumezoea mwisho wa mwaka tunapeana kadi, tunapeana zawadi, vikapu vile vinakuwa vimefungwa na vina kadi na vitu vingine. Mheshimiwa Spika, uzoefu unaonesha kwamba siku hizi watu hata hawasomi hizo kadi, wengine hawatumii hata hivyo vitu vinavyofungashwa kwenye hivyo vikapu. Basi mafungu ya aina hiyo tungekuwa tunabainisha watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu tuwapelekee, badala ya kutumiana diary na kadi ambazo hizo siku hizi ziko kielektroniki, ziko kwenye mtandao. Mheshimiwa Spika, hata maua watu watumiane kwa kutumia WhatsApp. Hii kutumiana kadi, diary ambazo hazitumiki, mwisho wa siku zinamaliza mwaka, zinamaliza rasilimali hizo zipelekwe kwa watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu, ambayo kimsingi kweli watanufaika na wataona faida na kujaliwa na wenzao ambao wanaishi pamoja katika maeneo hayo husika. Mheshimiwa Mwanyika.
Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kuwasikiliza Watanzania. Wana Njombe nao wanakusubiri kwa hamu, maana ulipokuja kwenye Mei Mosi uliwaahidi kwamba utarudi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 1979 nchi yetu ilazimika kuingia kwenye vita kutokana na uvamizi wa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hali hiyo serikali yetu ilijikuta imehitaji kufanya mafunzo ya muda mfupi kwa Watanzania waliokuwa na utayari wa kujitolea na kwenda kuipigania nchi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia iliandikwa kwamba Tanzania ilishinda vita ile na ilikomboa kipande cha ardhi, na sio hilo tu, lakini ilikwenda na ikamuondoa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya shughuli hiyo wapiganaji waliojitolea waliporudi walihaidiwa angalau watapata kifuta jasho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imekuwa ikichukua hatua na imekuwa ikitoa maelezo ndani ya bunge hili mara kadhaa kuhusiana na hatua inazozichukua, ikiwa ni pamoja na uhakiki wa majina na kuwatambua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali ni lini sasa wananchi hao walioipigania nchi yao watapata hivyo vifuta jasho? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali la Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa Njombe, mwenyekiti wa bunge, na amelileta swali zuri, swali la kibunge. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka vizuri jambo hili kwa sababu moja, limekuwa na mijadala ya muda mrefu sana, na pili, nimekutana nalo pia hata kwenye ziara. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka pia kwani Mheshimiwa Rais alikwisha kulitolea maelekezo, na alitoa maelekezo kwamba jambo hili lishughulikiwe, na yeye akiwa amepokea maombi mbalimbali wakati akifanya ziara katika awamu iliyopita. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, zilitakiwa zifanyike kazi mbili. Moja ilikuwa ni kuziangalia sheria ili ziwatambue wapiganaji hao. Mheshimiwa Spika, sheria za zamani zilikuwa haziwatambui wapiganaji wale, hasa kama alivyotamka kwamba kulikuwepo na wapiganaji waliopata mafunzo ya muda mfupi. Mheshimiwa Spika, hivi tunavyoongea, mwaka jana kupitia tangazo la serikali la mwezi wa 6 mwaka 2025, tangazo la serikali sasa, baada ya marekebisho ya sheria kuhusu mafao ya hao maveterani, sasa lilishawatambua wapiganaji hao. Kwa hiyo tangazo la serikali lilishatoka la kuwatambua kupitia Jeni ya mwaka jana Juni, mnamo mwezi Juni. Jambo la pili ilikuwa sasa ni kuwahakiki wapiganaji hao ambao bado wapo, ambao wanatakiwa kunufaika na hatua hiyo. Mheshimiwa Spika, swala la uhakiki pia lilishakamilika, ambapo nikirejea takwimu nilizozipata wakati ule nikiwa kwenye nafasi ya waziri wa fedha, ni takribani wapiganaji 7,200 hivi. Kwa hiyo na swala la uhakiki lilishafanyika. Ni matarajio yangu Mheshimiwa Spika, ili nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kwamba kuanzia mwaka wa fedha huu utakaoanza, taratibu hizo za kuanza kuwalipa ama taratibu za kuwalipa sasa tafanyika baada ya kuwa Jeni imeshatangaza kuwatambua, lakini na pili uhakiki ukiwa umeshafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wapiganaji hao wataanza kulipwa na watalipwa kwa kuwa sasa hakuna kikwazo cha kisheria ambacho kilikuwa kinawakwamisha na kile cha uhakiki.